Kufuatia biashara yake ya Shish Food kuchomwa moto Oktoba 29, 2025, Shilole maarufu kama Shish Food, msanii wa Bongo Flava pia mwigizaji, ameandika, ujumbe wangu kwa taifa. Salam. Kwanza nitoe pole za dhati kwa waliofikwa na misiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kurudishiana maumivu si utu, wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuache kuwa wamoja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni Watanzania. Mimi ni mhanga wa fujo hizo, na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaoonekana kufurahi wakidai nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa, lakini ukweli ni kwamba sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu. Nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu, kwenye mabano CCM. Lakini je, wale wasio na chama walioumizwa, je, nani anawatetea? Hili inaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi, bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hivyo wakati huu si muda wa kutafutana mchawi, wala kushindana kutupiana lawama. Ni wakati wa busara. Na wabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu, huku wakiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuniruzuku uhai, bali naamini mali zinaweza kurejeshwa kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa. Lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulillah. Naiombea nchi yangu, namwombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya 6 katika kipindi chake cha pili, kwani ninaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa letu. Ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu. Na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani yangu safi ya chama changu cha CCM, licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyopata. Ninashauri tusimamie katika nguzo ya hekima, maridhiano, uvumilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na nimeumia, ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima wangu huu Mungu alionipa. Alhamdulillah. Aimalizia kwa kusema maneno haya: tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. Mungu ibariki Tanzania.